Warigani Tanzania, karibu Yegowaso TV, sauti ya jamii, na mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali zoeni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowaso TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Juni 16, halmashauri ya manispaa ya Musoma imeungana na mataifa mengine ya Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika katika viwanja vya shule ya Musoma Teki, ikiwa na kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, misingi na familia bora kwa taifa imara. Maadhimisho hayo yamewakutanisha watoto wanaofadhiliwa na kusaidiwa na mashirika mbalimbali, wazazi, walezi na viongozi wa serikali pamoja na wadau wa maendeleo ya watoto kwa lengo la kujadili masuala ya ustawi, ulinzi na haki za mtoto. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mwakilishi wa shirika la Compassion Musenge, Biuyanjo Yakobo, amesema watoto wanahitaji malezi bora, ulinzi na makuzi mazuri ili waweze kukua katika mazingira salama na kutimiza ndoto zao. Shukrani za dhati kwa mgeni rasmi kwa ukubali kuungana pamoja na watoto wote manispaa ya Musoma kuadhimisha siku hii. Kipekee tunashukuru serikali ambapo inajumuika na taasisi zote zisizo za kiserikali kwa ajili ya makuzi na maendeleo ya mtoto. Kama ilivyo kauli mbiu yetu mwaka huu, malezi yanaanzia katika ngazi ya familia. Familia tukiharibu, hatutapata watoto au taifa zuri baadaye. Hivyo ni wito wangu kwa wazazi, kwa walezi, kuwalea watoto katika misingi iliyo bora. Lakini ni ombi langu kwa serikali kuimarisha zaidi ulinzi kwa watoto, hasa katika familia zetu, mashuleni wanakopita watoto wakishiwa ulinzi, kwa kuimarisha sekta mbalimbali kwa ajili ya ulinzi wa watoto. Lakini pia ni wito wetu kwa sisi wote wenye wajibu au wenye mamlaka ya kupaza sauti kwa watoto, tutende haki pale inapotokea ukatili, pale inapotokea manyanyaso kwa watoto. Kwa upande wake, mwakilishi wa wazazi kutoka kata ya Rwamrimi, Bidina Mgombero, amesema wazazi wanapaswa kutimiza wajibu wao wa malezi kwa kuhakikisha watoto wanapata upendo, ulinzi na maadili mema. Nitajikita sehemu ya wazazi. Wazazi wengi hatujui haki za watoto wetu. Tunajikita katika shughuli za kiuchumi, tunasahau wazazi wetu wanahitaji nini. Tutakwenda katika sehemu tatu. Tutaanza wazazi, tutakwenda jamii, na tutakwenda upande wa nini? Shuleni. Si ndio? Tutaanza upande wa mzazi. Wazazi wengi tunaacha watoto hatujui haki za mtoto. Mzazi kama mzazi unapaswa kujua haki za mtoto wako. Kwa sababu hujui haki za mtoto wako, hasa ndio unakuta matatizo mengi yanatokea. Hivi karibuni tu kwenye vyombo vya habari nafikiri kama siku 2-3 kuna watoto wamefanyiwa wameuawa huko Lindi nafikiri, si ndio? Kwa sababu ya kutolindwa. Sisi wazazi tunapaswa kuwalinda watoto wetu. Mtoto anapaswa kulindwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa, kupatiwa haki za kimsingi kama vile elimu, afya, malazi na chakula. Naye diwani wa kata ya Rwamrimi, Mheshimiwa Peter Bernard Masonyi, amesisitiza umuhimu wa jamii kushiriki kikamilifu katika kulinda haki za watoto na kupambana na vitendo vya ukatili vinavyoweza kuhatarisha maendeleo yao. Awali yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii adhimu ya kushiriki pamoja nanyi leo hii tunapoadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Kwangu ni siku muhimu sana, kwenu nikimshukuru Mungu kusimama pamoja nanyi, kwa sababu siku hii inatukumbusha sote kuwa tulizaliwa. Siku hii inatukumbusha sote kuwa watoto wetu wana ndoto, na ndoto hizi zinatengenezwa na sisi walezi wa leo. Ndugu zetu, watoto wenzetu na sisi walezi tulioko hapa, naomba niseme jambo moja. Pamoja na serikali inayoongozwa na rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kuwa na sera nzuri na ulinzi wa mtoto wa Afrika na mtoto wa Tanzania, lakini bado
tunayo sababu ya kila mmoja wetu kama mzazi katika familia, kama mlezi katika sehemu zetu hasa za shule na katika vituo mbalimbali, kujiona kwamba tunao wajibu wa kila mmoja wetu kujiona kuwa ni sehemu ya kampeni kuhakikisha kwamba mtoto wa Afrika anakuwa salama mahali popote anapokuwa. Leo hii tunaendelea kushuhudia matukio mabaya na kikatili yakiendelea kufanyika katika familia zetu, katika maeneo yetu na katika mitaa yetu. Jambo hili halivumiliki na haliwezi kukubalika. Tunaua vipaji vya watoto wetu, tunakatili ndoto za watoto wetu ambao wangeweza kuwa viongozi wazuri wa kesho kama sisi tulivyosimama leo mbele yenu. Rai yangu kwetu, kwenu walezi, na sisi sote tulio na jukumu la kuwalea watoto wetu, kila mmoja wetu atimize wajibu wake. Mbali na viongozi na wadau mbalimbali, watoto walioshiriki maadhimisho hayo walieleza umuhimu wa siku hiyo kwao, wakisema imewapa nafasi ya kueleza changamoto zao, kujifunza haki zao na kukumbushwa wajibu wa jamii katika kuwalinda. Watoto hao walitoa wito kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuendelea kuwapa ushirikiano, kuwasikiliza na kuhakikisha wanapata fursa za elimu pamoja na mazingira salama ya kukua. Katika maadhimisho hayo, watoto kupitia wawakilishi wao Jackson Mikdadi na Eminata Emmanuel waliwasilisha risala iliyobeba shukrani kwa mashirika na taasisi mbalimbali zinazowezesha kupata elimu, huduma za afya na msaada wa kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupatia afya njema na kuweza kutukutanisha sisi sote katika siku ya muhimu sana kwa kwetu watoto, ambapo tunaungana kwa pamoja kusherehekea siku hii muhimu ya mtoto wa Afrika. Pia napenda kuchukua fursa hii kushukuru wewe kwa kukubali kwako kushiriki nasi katika maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa tarehe 16 Juni kila mwaka. Siku hii huadhimishwa kufuatia kupitishwa kwa azimio la nchi 51 wanachama waliokuwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU kwa ajili ya kumbukumbu ya mauaji ya kikatili waliofanyiwa watoto wa kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini mwaka 1976. Manispaa ya Musoma imekuwa ikikabiliwa na changamoto kadhaa katika swala zima la usalama kwa watoto. Sisi kama watoto tunakutana na changamoto nyingi sana, ikiwa ni pamoja na kufikishwa kazi nzito zisizolingana na umri wetu, kutokuwa na shule za kutosha kwa watoto wenye mahitaji maalum, ukatili dhidi yetu kama vile kubakwa, kulawitiwa, kipigo vilivyopitiliza, kutoshirikishwa katika maamuzi, kunyimwa haki ya kuishi, kutelekezwa, kukeketwa, kutopewa haki yetu ya elimu, hasa kwa mtoto wa kike na matukio mengine yanayofanana na haya. Akijibu risala hiyo kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, katibu wa mbunge huyo Bi Faith Esther Jackson amesema malezi bora ni msingi wa kujenga familia bora na taifa imara, huku akiitaka jamii kuendelea kushirikiana katika malezi na ulinzi wa watoto. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia siku ya leo, na kama nilivyosema, kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge Mgore Miraji Kigera, mimi katibu wake, nipende kuwapongeza ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Musoma na kamati ya maandalizi kwa maandalizi haya mazuri yaliyofana na kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii ya mtoto wa Afrika. Nawapongeza pia watoto wote mlioshiriki siku hii ya muhimu kwenu. Hii inaonyesha jinsi mnavyotambua umuhimu wa siku ya mtoto wa Afrika. Kauli mbiu ya mwaka huu kama tulivyoisema hapo mwanzo, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inahimiza serikali, wazazi, walezi na wadau wengine wajibu wao wa kusimamia malezi bora kwa watoto. Aidha, malezi hayo yalenge kumpatia mtoto maarifa, maadili mema, uadilifu na stadi za kazi katika kujenga familia bora na taifa imara. Watoto oye! Wapendwa watoto, kama ambavyo mmesikia hapo awali, kwa serikali pamoja na taasisi mbalimbali za kiserikali
na zisizo za kiserikali kwa kushirikiana na wazazi wamekuwa na jitihada za dhati za kuwawezesha watoto kupata elimu bora, kuwaelimisha watoto juu ya haki ya mtoto na kuwajengea uwezo ili waweze kujilinda kwa vitendo vya ukatili, unyanyasaji na uonevu. Serikali kwa kutambua umuhimu wa ulinzi, usalama na maendeleo ya mtoto kielimu na kiafya imefanya mambo kadhaa ifuatavyo. Serikali inaendelea kutoa elimu bure kwa shule za serikali kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Pili, serikali kwa kushirikiana na jamii imeongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari ili kuwezesha kila mtoto kupata fursa ya kupata elimu katika mazingira yanayofaa. Pia imeendelea kuajiri walimu wenye weledi wa kutosheleza mahitaji. Tatu, serikali yetu imejenga na kuboresha vituo vya afya na zahanati ili kuwezesha watoto chini ya miaka 5 na mama wajawazito kupata huduma bora za afya. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 Juni kwa lengo la kuhamasisha ulinzi wa haki za watoto, kuboresha ustawi wao na kuhakikisha wanapata fursa sawa na maendeleo. Kwa majina naitwa Anet Marekera Brito, natokea katika kituo cha FOM. Imekuwa na manufaa mazuri sana kwa kuwa tumepata elimu kuhusu siku ya mtoto wa Afrika, na mtoto wa Afrika anatakiwa apate haki zake za msingi. Na wasi wazazi na jamii kwa ujumla wawe na malezi bora, kwa sababu malezi bora kwa mtoto ni msingi wa familia kwa taifa imara. Na wasi wazazi wapinge ukatili huo unaendelea kwa watoto. Naitwa Jackson Mikidadi Maeri, ndio kituo cha FOM kilichopo Musoma, mkoa wa Mara. Kwa ujumla na furaha sana kwa sababu ya siku ya leo ya mtoto wa Afrika. Umetupatia ujuzi, elimu na maarifa kujua zaidi nini maana mtoto wa Afrika, thamani ya mtoto wa Afrika na haki za mtoto wa Afrika, kwa sababu tumejua kwamba mtoto wa Afrika ana haki ya kupata malezi bora, ana haki ya kulindwa, ana haki ya kushiriki katika mambo tofauti tofauti. Vile vile ni si jamii, wazazi na mashirika tofauti tofauti endelee kuwalea watoto, endelee kuwathamini na pia kuwasaidia katika changamoto zao, maana tunajua watoto wanakumbana na changamoto nyingi kama ukatili, wanabakwa, wanafanyaje, vipigo hivyo kikithiri. Kwa hiyo jamii na watu kwa ujumla waendelee kuwa karibu na watoto wao, hasa wazazi wasikimbilie tu au kujihusisha sana na shughuli za kiuchumi, bali wawe na pia na watoto wao katika shughuli za kijamii, waendelee kupatia elimu, malezi bora na vitu vingine vya muhimu. Vile vile ni sisi serikali kwa ujumla kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ongozwa na Samia Suluhu Hassan waendelee kuwa nasi kama watoto katika mazingira tofauti tofauti, hasa katika swala la elimu na malezi bora, kudhamini vituo vyote, kuvisaidia hata pale wanapokutana na changamoto ili waendelee kushirikiana na watoto, kwa maana vituo vingi vinasaidia watoto. Kwa hiyo serikali siache hivyo vituo, bali endelee kuwa navyo, kuvisapoti katika shughuli zao mbalimbali. Asante. Kwa majina naitwa Mazira Julius Kirahuka, natokea katika shirika la Nesefota lililoko Bweri. Ni shirika ambalo linalea watoto walioko katika mazingira magumu. Na leo tupo katika siku ya kuadhimisha kumbukizi ya mtoto wa Afrika ambao ni tarehe 16, tunaifanya kila mwaka. Kwangu mimi leo naweza kutoa ujumbe huu kwa jamii nzima kwamba watoto wetu hawa wanapitia changamoto nyingi sana huko majumbani, wanapitia changamoto nyingi sana mashuleni, kona zote za ulimwengu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wazazi kuhakikisha kwamba tunawasaidia watoto hawa kuweza kuwalea katika msingi ulio bora, msingi imara, kuweza kuwasimamisha katika elimu, kuwasimamisha katika maadili ya kidini, waweze kukua kwa usalama na kwa afya na kwa adabu iliyokuwa njema kwa ajili ya kulijenga taifa la kesho. Kwa sababu tunaamini bila mtoto taifa la kesho halitakuwa taifa, kwa sababu watoto hawa ndio wazee wa kesho, watoto hawa ndio walimu, ndio marais wa kesho. Kwa hiyo tuwashike mikono, tuwanyanyue pale wanapoanguka, tuhakikishe kwamba tunashirikiana nao hatua kwa hatua, tusiwaache wakaenda peke yao, kwa sababu wanatuhitaji sana wazazi. Tuweze kwenda nao katika njia moja, lakini njia iliyo sahihi, tuwapitishe katika njia iliyonyooka. Hii ni Egowaso TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Egowaso TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share
Mwisho kabisa usipate kusubscribe ili kusudi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Yegowasu TV sauti ya jamii, nyuma kuna watu.